Yes, ukarigani mtazamaji wa Baigeze TV. I hope uko poa ile mbaya. Nikukaribishe hii leo tuweza kupiga story. Na story kubwa hii leo ni kuhusiana na klabu ya Simba Sports Club ambayo leo hii imeshuka dimbani katika mchezo wake wa 25 kuwavaa Pamba Jiji ambao walicheza katika uwanja wa KMC Complex. Sasa klabu ya Simba iliweza kupata ushindi wa mabao 5-1. Mabao ambayo amefungwa na Lionel Ateba kwa dakika 80 na dakika 85, huku Charles Awa akiwa ameshinda mabao 3 kwa maana ya kwamba hat-trick, huku Pamba nao pia wakiweza kupata goli moja ambalo limetokana na mchezaji Mo Manyi dakika ya 86. Sasa kubwa zaidi ambalo tulitaka kuweza kulijadili ama kulichagiza katika siku hii leo. Sasa kwa takriban michezo mitatu kwa klabu ya Simba ambayo imeingia dimbani, hususan hii ya Kipolo, rekodi kubwa Simba Sports Club kwa wapinzani wake wameweza kupata kadi nyekundu. Ikumbuke ya kwamba mizozo imeendelea kuwa mingi, hususan ikiwahusu klabu ya Simba pamoja na wapinzani ambao wanakutana nao, hususan katika michezo hii ambayo ni ya Kipolo. Malalamiko yameendelea kuwa mengi, hususan ugawaji wa kadi nyekundu, penati na mambo kaza wa kaza. Lakini leo hii nimetaka kuweza kukukumbusha ya kwamba hivi sasa imefika kadi ya 3 katika michezo mitatu ambayo Simba ameweza kucheza katika kumalizia vile vipolo vyake. Sasa mara baada ya mchezo huo kuweza kupigwa, Simba Sports Club anatimiza idadi ya michezo 25 akiwa na pointi 66, akiwa nafasi ya pili ya msimamo wa NBC Premier League, huku klabu ya Dar es Salaam Young Africans ikishika nafasi ya kwanza huku ikiwa na mchezo 26, mchezo mmoja mbele dhidi ya mnyama Simba akiwa na alama 70. Hivi basi Dar es Salaam Young Africans imeweza kumwacha Simba kwa takriban pointi 4, huku Simba akiwa bado ana mchezo mmoja kononi. Azam FC ni wazi ya kwamba nafasi ya pili haiwezi kuipata kwani atakuwa tayari ameshafikisha michezo mitatu. Sasa wacha nikuache na swali. Unadhani ya kwamba hizi kadi nyekundu ambazo zimekuwa zikitolewa hususan kwa michezo ambayo anacheza Simba, nyingi zimekuwa za halali au si za halali? Dondosha comment yako hapo chini. Hii ni Baigeze TV ambayo imeweza kuletea story hii. Usiache ku comment, ku like pamoja na kusubscribe. Mimi naitwa James Emmanuel Mosha.